السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد kumsikia ndugu yetu ustadhi wetu wa Dr. Mahmud Muhammad Umar Ashirazi, kwamba maarufu pengine ndugu yake Ustadh Fadhil. Safari hii tumeshirikiana na yeye katika rihla ya da'wa, na mazungumzo yake alhamdulillah hayataki kuzidishwa wala kuongezwa, bali yatakatuyafikirie masala ya tauba. Tauba ni ukubali kwa binadamu wakosa. Siku yoyote binadamu asokubali kukosa, basi hoyo si binadamu. Wewe madamu umeumbwa ni binadamu, ni lazima ukubali kwa mimi nitakosa. Makosa bainaka wa baina rabbik, makosa bainaka wa baina nafsik, makosa bainaka wa baina ghairik. Makosa sampuli tatu lazima uyakosee madamu ni binadamu. Kosa baina yako na baina Mola wako, na haya ndo akbarul khataya, ndo makosa makubwa zaidi, na ndio makosa yaliyopata bahati kusamehewa haraka zaidi. Ni makubwa zaidi katika kutendwa na ni ya haraka zaidi katika kusamehewa. Kisha kuna makosa bainaka wa baina nafsi, baina yako na wewe mwenyewe, kujidhulumu mwenyewe. Na haya ni rahisi lakini ni magumu. Ni rahisi ni magumu, na ugumu wake mpaka uikubali wewe kwa wewe ni mkosa na nafsi yako ni kosa. Sasa nitaitengeza namna gani nafsi yangu? Na nafsi si rahisi kukubali kwa yeo imekosa. Wama ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Saidina Yusuf katika kueleza nafsi yake asema, siitakasi nafsi yangu, inna nafsa la ammaratun bisu'i, hakika nafsi yaamrisha sana kwa maovu. Na hapa utasikia baadhi yetu tukizungumza, umeona bwana, hata manabii nafsi yao za waamrisha maovu. La, hii aya yathubutisha kuwa manabii nafsi zao haziwaamrishi maovu. Leo kama utaimaliza aya utaona illa ma rahima rabbi. Usitoe dalili katika aya hii ukatoa dalili kuwa nafsi zote zaamrisha maovu. Hata mtume Nabii Yusuf mwenyewe amesema inna nafsa la ammaratun bisu'i, lakini hakukoma hapo. Nabii Yusuf amemaliza illa ma rahima rabbi, ila ile ambayo kwamba Mola wangu amefanya nini. Kwa hivyo nafsi ya Nabii Yusuf ni katika jumla ya nafsi zilorahamiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haina makosa, na nafsi ya maasumina wote ulimwenguni hazina makosa, kwa ajili ni katika nufusi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amezirahamu. Tusitoe dalili tukaona nafsi zote. Hata Nabii Yusuf amesema hivi. Naam, Nabii Yusuf amesema hivi, lakini hakukoma. Siku yote tukisoma aya au hadithi nusu tutatia watu katika makosa mingi. Mathalan katika suratu Yusuf hiyo ukisoma mbele utasoma Nabii Yusuf asema ij'alni ala khazainil ardhi inni hafidhun. Mbona Nabii Yusuf ataka ufalme? Nabii Yusuf ataka ufalme, ni mtume hataki ufalme. Lakini ukirudi katika aya ya nyuma ya kujulisha kwa Nabii Yusuf alikuwa na cheo kikubwa sana, akakikataa akachukua cheo kidogo. Innaka ladaina makinun amin, wewe kwetu sisi ni makini. Daraja alompa mfalme Nabii Yusuf alimpa daraja kama ya ufalme. Wewe ni makini, wewe ni amin, wewe ni mjuzi, wewe mambo yote. Manake amempa ulimwengu tulokuwa nao. Alikuwa mwanzo Nabii Yusuf amepewa daraja ya wazirul wuzara, waziri wa mawaziri. Nabii Yusuf akasema hicho cheo ni kikubwa, kukataa kabisa sitoweza, lakini nipa cheo kidogo. Ij'alni ala khazainil ardhi, mimi nijalia katika ni mawaziri wa ukulima, mawaziri wa waweka hazina, basi sitaki ile waziri mkuu.
Sasa ukisoma kipande cha aya tu kwa upande maalumu fulani tu, hapa Nabii Yusuf ametaka ufalme. La, alipatiwa ufalme mkubwa akaukataa katika ufalme mdogo. Hakutaka kuwa mfalme. Na ndio hii inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Na binadamu aweza kufika daraja akawa ni katika nafsi yake ni ile nafsi ambayo kwamba marahima rabbi. Nao ni katika hadithi al-Qudsi mashuhuri, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaratu alayya wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu. Kuna binadamu hufika daraja hii, ukiinua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu ya Rabbi, kabla mikono hayajainuka ushakidhiwa haja zako. Lakini nyuma kuna sharti, kwanza faradhi zote uzitekeleze kwa namna itaikanavyo, kisha utekeleze sunna kwa namna ambayo kwamba ile sunna itakubalika na Mwenyezi Mungu. Wala yazaru al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kila ukijikurubisha Mwenyezi Mungu na sunna, basi Mwenyezi Mungu atakufanya nini? Atakupenda. Akikupenda Mwenyezi Mungu, kuntu, Mwenyezi Mungu sikia ishara, kuntu, mimi huwa sam'ahu alladhi yasma'u. Wewe ukisikia, sikizi lako ni Mwenyezi Mungu. Manake husikii jambo lolote ambalo kwamba hamliridhishi Mwenyezi Mungu. Mpaka mwisho wa hadithi. Mwisho mtu wa hadithi akasema, mtu akiwa namna hiyo akiinua mikono yake hairudi patupu ila hujibiwa dua. Na watu kama hao wako, na wakati wa mtumi walikuweko. Mtume akatoa ishara, watu fulani wakiinua mikono yao hairudi. Lakini ukiwa ni kinyume sasa, utainua mikono yako, uombe dua, umalize mashekhe, umalize walimu, mambo yako yako pale pale. Kwa ajili ya nini? Hujajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hataki dua nyingi, Mwenyezi Mungu ataka moyo wako kwa wingi. Kimpa Mwenyezi Mungu moyo wako, dua yako fupi tu. Wadhannuni idhahaba mughadhiban fadhanna lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, ngala kipande kidogo tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Lakini ni kipande kidogo, ndani yake kulikuwa na moyo mkubwa. Sasa ule moyo mkubwa hufanya kazi kubwa. Alladhina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Kilima ni hicho tu, hasbunallahu. Hakuambia Mwenyezi Mungu waangamize hawa, wamalize, wapige, wafanye hivi. Hasbunallahu wa fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallahi wallahu. Kwa hivyo kila ukiwa karibu zaidi, amali yako huwa ndogo zaidi na ijaba yako huwa ni kubwa zaidi. Kila ukiwa karibu zaidi, amali yako ndogo zaidi na ijaba yako ni kubwa zaidi. Kama ulimwenguni kila asomaye zaidi, kazi yake ndogo, mshahara wake mkubwa. Kuna watu kazi zao ni kutia saini tu, kalamu, lakini ile kalamu yenyewe ni mshahara wako wa miezi 5, wengine wa mwaka mzima. Kuna mbunge mmoja alizungumza naye, asema waliletwa kalamu pale ofisini uzo 70,000, ambaye huandika au ni ya dhahabu 70,000. Kalamu yake wewe utalipa mwezi mzima, mwaka mzima kwa kalamu yake. Na hana kazi, ataingia ofisini aletwe makaratasi, atasaini robo saa, atoke, mwisho wa mwezi 2 milioni 3. Kwa nini? Amali ndogo, mshahara, kwa ajili amejikurubisha zaidi. Leo utaona mtu amekuwa mzee miaka 70 bado aenda kusoma. Kwa ajili ya nini? Kila akikurubia zaidi katika mashahada, akaenda mbali zaidi, mshahara wake huwa ni mkubwa zaidi na kazi yake huwa ndogo zaidi. Kazi huwa ni ndogo na mshahara huwa. Kila ukiwa chini, kazi ni nyingi, mshahara ni mdogo. Huku kwenu sijui, kule kwetu Mombasa utaona mtu ametoa mkokoteni kutoka Kongowea mpaka Likoni. Mtana mzima akifika kule hapo shilingi 250. Ule kiasi kuvuka bridge tu, waziri ashakwenda ofisini, ashati ya saini na gari yake,
Hakadha, hivi hivi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu kila ukifanya ijtihadi ukajikurubisha kwake zaidi, amali yako ndogo utakayoifanya natija yake huwa ni kubwa zaidi. Kila ukiwa mbali na Mwenyezi Mungu, kila amali utakayoifanya bado malipo ni madogo, kwa ajili wewe uko mbali na Mwenyezi Mungu. Taarraf ila Allahi fi rakhai ya'rifka fi shidda, jijulishe kwa Mwenyezi Mungu katika taabu, Mwenyezi Mungu atakujua katika shida. Kwa hivyo lazima ujitambue kwa wewe ni mkosa katika nafsi yako, na hili ni katika jambo kubwa. Na binadamu siku yote hakubali kuwa ni mkosa, pengine hufanya makosa na hujiona yeye ni msawa katika makosa, na hii ni makosa makubwa ambayo kwamba hayana dawa. Ndio Sayyidi Ibn Ataillahi Sakandari katika hikami zake al-Hikamul Ataiya asema rubba ma'siyatin awrathat istinkaran khairun min ta'atin awrathat istikbara. Katika hikami zake Ibn Ataillahi Sakandari ni mmoja katika watu walokubaliwa kuwa walikuwa na maneno ya hikma. Wenyewe kuambia leo kama kulikuwa hakuna Qur'ani, maneno yake pengine yangalikuwa ndo maneno namba 1. Rubba ma'siyatin awrathat istinkaran khairun min ta'atin awrathat istikbara. Pengine ufanye maasiya, lakini ndani ya maasiya uone wewe wana istinkara, mimi nimekosa, mimi ni mkosa Mwenyezi Mungu, mimi nataka kutubia, mimi ni mja wa madhambi, ukasikitika katika lile kosa lako. Na katika jumla ya njia kubwa ya kutubia ni an-nadam. An-nadamu tauba. Mtume akwambia an-nadamu tauba, kule kujuta kwako ndio kutubia. Sasa wewe ukafanya kosa kisha ukajua kwa umefanya kosa. Usifanye kosa kisha ukauona usawa katika kosa. Mimi nimekosea, basi huenda lile kosa lako likawa khairun, ni bora zaidi, min ta'atin, kuliko ufanye taa kisha ile taa au rathatis istikbara, ikakurithisha kibri. Wewe uswali, baada ya swala ujione kwa wewe umeswali, na katika kujiona waone watu wote hawana maana yoyote. Bwana ule swali vipi, ule hajui kuswali bwana. Wewe wajua swala kuna shuruti zake, swala kuna arkani zake. Sasa usimwone mtu uswali makosa ukaona ukaanza kumzungumza. Ile kumzungumza kwako ni kosa zaidi kuliko swala yako uliyoswali. Pengine wewe ni sababu ya ile swala yako isikubaliwe kwa ile maneno yako. Umeswali swala yako mzuri kwa rukuu zako, kwa khushu zako, ukitoka nje tu umemwona yule jamaa yule sallala atakusujudu, sijui amesoma wapi. Ile kosa zaidi kuliko swala yako uliyoswali. Shamdharau wewe, waijua swala yako imekubaliwa vipi? Ndio ile istikbara. Bwana sisi tutafanya hivi. Ni wale watu anania. Kuna watu kuambia anania. Anania ni mtu hufanya kitu kisha katika kule kufanya akainasibisha yeye nafsi yako. Ana khairul ladhi. Hakuna kilima kibaya kama ana. Ule Firauni katika kumdharau Nabii Musa sema nini? Ana. Ibilisa sema nini? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana. Binadamu yote hapendi kutumia kilima ana. Usipende kutumia. Ndio hata katika mafundisho ya Qur'ani utaona Mwenyezi Mungu asema khalaqnakum, kwa jamii, ukufundisha wewe. Hata ukifanya wewe usipende wewe kujinasibisha na nafsi yako, jinasibishe sisi. Ndio mpaka leo siasa ya ulimwengu, hakuna rais yoyote atakwenda pahala aseme mimi nimefanya hivi, atasema sisi. Siku hizi kuna uzama watu unasibisha kwenye chama chetu kimefanya hivi. Ni chama kilofanya au ni mtu alofanya? Ni fardhi alofanya, ni mtu mmoja. Lakini kiubinadamu ukisema hivyo wewe ushajiangusha. Lakini sisi leo tumetiliwa anania, umimi. Na Waswahili kuambia umimi ni utwevu. Umimi ni utwevu. Umimi utaona pale umetukuka, watu wa kusifu. Usijisifu.
hata watu waone kazi yako. Waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hata muumini waone, usijisifu wewe. Sio kama ule alokuwa akisimama kuswali msikitini, kiswali jamaa wako nyuma yake wasema mashallah huyo kila ukimwona huswali, huyu kila ukimwona ufanye, yule husikia tu. Msifu jamaa alizunguka tu akamwambia na leo nimefunga. Usione kwa naswali tu na leo nimefunga. Anaka hungoja kumtaja kwa na amefunga, hamtaji bidi pale pale ambaye na leo nimefunga. Usingo wewe watu jaribu wewe ujifite amali zako, Mwenyezi Mungu atadhihirisha zile amali zako. Ukijaribu kudhihirisha amali zako pengine utasifiwa pale pale tu, lakini ukitoka hakuna amal, hakuna lolote unalolifanya. Ukifa ndio umesahulika kabisa. Leo wangapi ulamai wakati wako duniani hawajulikani, wakati wameondoka ndio wajulikana. Kwa ajili ya nini? Walikuwa na ikhlas. Kwa hivyo toa yako wewe ukifanya toa uone si chochote. Antashhada at-taqsira fi at-tashmiri la antashhada at-tashmira fi at-taqsiri. Ndio kwamba ukitaka kufaulu ni ushuhudie taksir fi tashmiri. Wewe wasali lakini mimi sijui swala yangu itakubaliwa. Wewe watoa, yutuna maata wa qulubuhum wajila. Kuna wewe watoa wewe wasaidia watu, lakini una babaiko, sijui Mwenyezi Mungu atanikubalia amali zangu. Sio usifanye kinyume. Mimi sijui Mwenyezi Mungu atanikubalia, hanikubali, hutoi kabisa. Humo katika watu hao. Na utafuta sababu zako, mimi sitoi maana sijui Mungu atanikubalia wala hanikubali, kheri sitoi. Toa. Baada ya kutoa sasa, ya Rabbi sijui atanikubalia, mwate Mwenyezi Mungu. Sasa ndio hiyo itwa qaid wa tawakkal. Swali, baada ya swala mwache Mwenyezi Mungu. Mimi swala yangu ni hii tena, mambo mawazo tele, kheri si swali kabisa kama kwenda kusali. Si suluhisho swali, kisha ukimaliza swala ingawa mambo Mwenyezi Mungu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ndio ushuhudie taksiri katika tashmir. Usiwe ni kinyume. Kuna wengine ushuhudia tashmir fi taksir, yeye hafanyi lakini huona kama hufanya. Asihaba mimi uniona alfajiri tu, kuna ule hata dhuhuri asali, khairi mimi adhuhuri huswali. Utakuwa mfano wake ni kama ule mmoja Zanzibari alikwenda akasali adhuhuri, akasali raka 3, piga salamu alaykum. Jamaa akamwambia mbona umeswali raka 3? Akamwambia sihaba mimi swali raka 3, wengine hata raka 3 hawaswali. Hivyo sio wewe hufanya au wafanya waona wengine. La antashhada taksira fi tashmiri la antashhada tashmira fi taksir. Hii ndio wewe katika baina yako na nafsi yako, makosa yako, dhulma yako unaoidhulumu nafsi yako. Ndio kwamba inna nafsa la amaratun bisui, katika kwanza kujidhulumu yenyewe. Ndio al-Imam al-Busiri akwambia wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radha'i wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawaha wa hadhir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasmi wara'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi. Ukiona nafsi ataka kitu fanya. Pengine nafsi atakuletea maradhi ya khairi, ikionyesha picha mzuri, wewe enda msikitini uswali. Ukiswali msikitini watu watakuona, na watu wakikuona pengine akakuletea picha mzuri, ukaenda usikubali nafsi yako. Nafsi yako lazima uikhalifu. Khalifa hawa nafsi allati laysa qasduha siwa aljam'i lidari allati hashuha almihan. Lazima wewe ukhalifu nafsi yako. Kwa hivyo lingine ni wewe makosa yako na nafsi yako, mengine ni makosa yako baina yako wewe wa baina ghairik, na baina ya mtu mwingine, wewe kumkosea mtu mwingine. Na haya ndo madhambi au makosa ambayo kwamba tauba yake ni ngumu, si rahisi. Wewe ukimdhulumu mtu, wewe ukimtukana mtu, wewe ukimfanyia lolote mwenzako, tauba yako mpaka kwanza uende kwake.
Wewe umenipokonya shilingi 10,000, usije msikitini na mukhuli ibada na Qur'ani rabbana atina rabbana ighfir li. Yale hayahusiani baina yako na Mungu, yahusiana baina yako na mimi. Kwanza ndegeshea 10,000 zangu, kisha ufanye nini? Kisha utubie. Wewe umekwenda ukamtukana mtu, ukenda msikitini na kokote ukaomba istighfari yako itakubaliwa katika mengine, lakini katika lile kosa la kumtukana mtu liko pale pale mpaka uende kwa ule mtu ufanye nini? Umtake msamaha, akusamehe, ndio Mwenyezi Mungu naye atafanya nini? Atakusamehe. Leo mtu utatukua mali ya mtu, leo mtu atamdhulumu mtu, baada ya kumdhulumu mtu kabla mimi nitataka istighfari bwana. Istighfari ni bainaka wa baina rabbik, ama bainaka wa baina ghairika, mpaka uende na wewe na yeye msulishane. Takana islah, kutengeza, uende ukatengeze ulipopaharibu. Ulomdhulumu ukamregeshe dhulma yake, ulomtukana ukamtake msamaha, ulomdhulumu nyumbani kwake uende ukamwambie bwana mimi nyumbani kwako nimekudhulumu. Mtu pengine atakwenda amdhulumu mke wa mtu, pengine azae mwana haramu wal billahi ta'ala. Ule baba mwenyewe aona kijana changu tena kaandika jina fulani, kumbe ni kijana wa kusaidiwa. Ule kijana madamu aishi, wewe una madhambi. Akimtangulia mtu udhu akiswali, ule swala yake iko sawa, wewe ndo mwenye madhambi. Akifanya lolote akirithi, wewe ndo mwenye madhambi. Usione umefanya umefaulu, umefanya umefeli. Ni shahwa saa, rubba shahwatin wa rubba shahwati sa'atin au rafat huznan tawila. Kama Sayyidina Umar akwambia pengine shahwa ya saa moja ikarithisha huzuni nyingi. Wewe shahwa ya dakika moja tu ukapata mwana haramu, ikawa ni huzuni umri wako. Na hii hapa ndio watu watakaofikirie, lazima wewe maslahi yako na ya mtu usilihishane wewe na yule mtu. Sulishane kisha na tafuta ndia. Hakuna pa kukosa ndia. Tafuta ndia. Pengine ulama kwamba ikiwa hakuna ndia kabisa, pengine ule mtu mkenda ataniua, atakufanya nini, hasa utafanya nini? Ukwambia fanya amali kisha umkusudie yeye. Pengine siku ya kiyama akiona amali nyingi umemfanyia atakusamehe siku. Sio kwa imesameheka. Mimi nimesoma Qur'ani juzu 10 hizi, thawabu zimfikie ule nilomdhulumu nyumbani kwake. Yawezekana wewe bali hujiona ndo mwenye akili. Wenyewe Waswahili usijui kwambia ungakesha kisimani. Hujiona ndo mwenye akili, mimi nimepata hapa ndo nini, lakini umepata. Ndo kosa hilo. Kosa bainaka wa baina. Na usijaribu mtu kumdhulumu mtu. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran, fadh-dhulmu marji'uhu ya'tika bin-nadami. Tanamu aynaka wal madhlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanami. Usijaribu kumdhulumu mtu. Wewe usijaribu kumdhulumu mtu, kwa ajili dhulma mwisho wake ni majuto. Na majuto ni mjukuu. Dhulma ni majuto. Tanamu aynaka, wewe walala, wal madhlumu muntabihun, na ule ulomdhulumu alodhulumiwa yuko macho. Wewe walala na alodhulumiwa uko macho, yad'u alayka, kuapiza. Ule amendhulumu hivi, ule amendhulumu. Lakini ukumbuke yote hayo sahali makubwa, wa ainullahi lam tanami. Jito la Mwenyezi Mungu halilali. Waswahili wakwambia kibati cha Mungu hakina mtakaso. Huku pangine sema hakina mlio. Kibati cha Mungu hakina, utaona kimekupiga tu bila sauti, hakina sauti tu. Mbona mimi napatikana hii? Wewe umedhulumu. Wewe umefanya hivi. Wewe umemwingilia mtu katika cheo chake. Wewe umemwingilia mtu katika nafsi yake. Wewe umemwingilia mtu katika nyumbani kwake. Irdhul mar'i ni bora kuliko al-Kaaba. Irdhul mar'i, cheo cha mtu ni bora kuliko kujenga al-Kaaba. Leo lakini sisi tumekuwa chochote. Tumekaa husenganyana, hutukanana, huvundiana heshima, na kila wewe ukileta makubwa zaidi asokuweko ndo huonekana wewe una habari kubwa zaidi. Yule bwana habari zake yule. Kwa nini wamsifu? Kwa ajili hodari kutukana watu.
twende kwa mtu fulani bwana, ule habari hutaki habari mzuri wewe, twende tena mkusanyane mwende, waliaadhu billahi, mwende mkanini. Ukumbuke ile ni deni waiandika, na kuna siku italipwa, yauman ma, deni kama ile italipwa. Kwa hivyo makosa kama haya ambayo kama binadamu sisi tunayo, ni lazima tutubie kwa Mwenyezi Mungu, na hakuna asokuwa na kosa ima baina wewe na bwana Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu mashallah milango yake iko wazi, banagra albaba wal maula alayhi atiya yu'ti jami'a, hasha jazila al-ata narja walaidi khaliya subhana rabbi. Mlango ya Mungu iko wazi, ukigonga tutaingia. Mwenyezi Mungu anaokosa aliwaita ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la takna. Ule alomkosa Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye apenda binadamu, amemuita nani? Ibadi, abdi, wewe ni mja wangu. Na ambao kama si kawaida binadamu, hata wewe baba, mtoto siku akikukosea hata utomuita mwanangu. Wewe mtoto fulani pengine utamnasibisha na mamake hasa. Humwiti mtoto wako alokukosea. Wewe mtoto wangu mpendwa, mbona umenikosea? Utamuita hivi? Wewe Muhammad, nini? Wewe mtoto wa mamako, pengine mtoto wa mamako. Kama akili za wajomba zako sijui akisha kufanya makosa utatoa ile nisba kwako wewe, utamnasibisha na mtu mwingine. Wewe umempata nani wewe? Hukunipata mimi. Kwa sio mzao wewe? Hakukupata wewe vipi? Umesahau tu kwa amekukosea, lakini amekupata wewe. Soma tarehe yako tu utaiona kwa amekupata wewe. Lakini wakati wa kosa, ila Mwenyezi Mungu wakati mtu alipokosea hamwambii wewe si mja wangu. Hamwambii si mja wangu, amwambia nini? Ya ibadi, enyi waja wangu, hata kama mmenikosea nyinyi ni wangu, hata kama mmenikosea mimi nawapenda. Ngala rehema ya Mwenyezi Mungu ndo akajiita Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Hata katika zisa zinazotolewa za kizamani wenyewe kwambia zisa za Israiliyati, Nabii Musa alipambana na mtu mlevi, mtu mjambazi, mtu nini, akaambia Musa, mimi nitakukaa na wewe na nataka kukaa na wewe unilishe. Akamwambia salala, wewe mdomo nuka pombe, wewe ni mlevi, wewe huswali, mimi nikupe chakula changu kwa kuwa wewe usali? Musa, mimi nataka unipe, mimi nitaka na wewe saki lolote. Utaswali? Si swali. Utaata ulevi? Siati. Makosa yako utayawasha yote? Siachi. Sasa mimi nitaka nipe chakula tu nile tu, na yote nitayafanya. Musa akamfukuza. Mida kukateremka malaika akaambia Musa, mtu amekuja kwako atakaomkirimu siku 3 tu 4, umemwona na makosa hukumkirimu, mimi yule huniasi miaka yote, na mimi riziki yangu humpa, na hiyo riziki utakayompa wewe si yako, yatoka kwangu. Leo kama kuna mtu atakanimkataze, ni mimi nimkataze yeye, kwa ajili huniasi mimi na mimi humpa riziki yangu. Wewe hukasirika wewe kwa kuwa yeye ameniasi? Huu ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo turudi kwa Mwenyezi Mungu, na tuko katika shahru tauba, shahrul maghfira, shahrul ghufran. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, na shahri ambapo kwamba twaleta istighfari sana. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mwenyezi Mungu apenda hasa kusamehe. Mwenyezi Mungu akikusamehe hupenda. Wewe leo sikie, kuna tajiri fulani apenda sana kutoa, na ukenda hukupokea mikono miwili na hukupa, utabakia msikitini? Apenda, sio kwa wapenda. Wala ukenda kwenye geti yake, geti haifungwi, kila mtu akenda kumuomba yeye humpenda zaidi kuliko asio kwenda. Wewe kwamba hutaki kwenda, hakupendi. Yule endaye ndo ampenda, ampokee kwa mikono miwili. Mimi na wewe binadamu tutafanya vipi? Je, Mwenyezi Mungu akwambia, mtume anatuambia, Mwenyezi Mungu atuambia tuhibbul afwa, wewe wapenda kusamehe. Mwenyezi Mungu ataka umuombe msamaha tu, kaza kusamehe juu lake.
Mwenyezi Mungu inshallah atusamehe, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atukubalie somo zetu. Mwenyezi Mungu atupe mashikamano yaliokuwa mazuri, watu wa msikitini hapa, walimu wetu, ndugu zetu, mashekhe zetu ambao kwamba wafanya kazi kubwa hapa Eldoret. Mwenyezi Mungu na wao awaafikie katika kazi zao zote, na sisi tulioko safarini Mwenyezi Mungu atupeleke safari salama salimini inshallah. Tujalie ikhlasi katika kazi tunazozifanya. Mimi mpaka hapa tutakoma.